Kwa hiyo hii inaitwa capital appreciation. Kwa hiyo kuna watu wanawekeza wanataka kuona thamani ya mtaji wao umeongezeka. Wao kiwalisi hawatafuti gawio. Na kuna mwingine anataka kupata gawio. Alafu kuna mwingine anataka tunasema vyote. Anataka gawio na kuongezeka kwa thamani ya hisa. Kwa hiyo kuna kwenye sokoni sasa kuna makampuni ambayo gawio lake ni dogo lakini hisa yake inapanda sana. Kuna makampuni ambayo hisa yake kidogo ni kwenye mabano bei ya juu ghali, lakini pia wanatoa gawio kubwa sana. Kwa hiyo inategemea sasa wewe kama mwekezaji wewe unatakaje. Sababu kila mwekezaji mmoja na mwingine tunatofautiana. Inawezekana mimi malengo yangu ni ya muda mfupi, mimi ni muda wa kati, mimi ni muda mrefu. Inawezekana mimi nataka kuona ungesema income ya kila baada ya muda fulani. Kuna mwingine anataka kuona income baada ya miaka 5. Kwa hiyo pia hapo wewe ambaye umefungua account ya kuwekeza na una mtoto wako au una mtoto ambaye unamlea, unaweza kufungua account kwa ajili yake. Inaitwa account ya minor. Kwa hiyo ukiingia kwenye ile application pale kuna kitufe sehemu ambayo inasema account ya minor, unaingiza jina la mtoto, umri wake, of course tarehe ya kuzaliwa, basi una touch pale inaenda. Kwa hiyo kutokea pale sasa unaweza kununua kwa niaba yake. Ikakaa hivyo mpaka fika miaka 18 ile account ikahama kutoka kwake ikaenda kutoka kwako wewe ambaye ni mlezi ikaenda kwa mtoto. Sisi kama brokers, one of the thing ambayo tunafanya ni kukushauri wewe wapi pa kuwekeza. Sisi ni investment advisors. Kwa hiyo tunakuelekeza, tunakwambia uwekeze hapa kwa nini, kwa sababu gani, 1 2 3 4 5. Ingawa jukumu la kuwekeza ni kwako. Yani uamuzi eventually ni wewe. Unless umetupa zile fedha zako, sisi tukafanya kazi kama fund managers, wasimamizi wa ile fedha yako, sisi ndo tukafanya maamuzi ya kuwekeza kwa niaba yako, wewe ukiwa umepata return yako kila mwaka kama tulivyokubaliana, hiyo ni jambo lingine. Yes. Lakini moja kwa moja wewe unaweza kuwekeza straight, ungesema kwenda kwenye soko kulingana na hisa ambayo unataka. Naitwa Jackie Kimaro. Ni mfanyakazi wa Victory Financial Service Limited. Tuko Dar es Salaam ambapo ni makao makuu, lakini pia tuna tawi Arusha. Tokea jana tupo live viwanja vya ushirika. Tumepata sana wateja wengi, tunashukuru, na bado tutakuwa live leo na kesho pia. Tunawakaribisha sana watu wa Moshi. Tutakutana pale uwanjani, tutaweza kuwafungulia CDS account, tutaweza kuwaeleza mambo mengi sana kuhusu hisa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana na tunafurahi sana kwa nyinyi wateja kuichagua Victory Financial Service kama broker wako. Wanasema tunaona watu wengi wanatapeliwa kwenye biashara za mtandaoni. Uwekezaji huu wa soko la hisa unasimamiwa na serikali kiasi gani? Kuna mamlaka inaitwa Capital Market Security Authority, CMSA. Ni mamlaka ya usimamizi wa soko la mitaji Tanzania. Inasimamiwa na sheria namba 79 nadhani. Kwa wale ambao wanapenda kwenda kusoma sheria, nenda kaisome sheria namba 79 ya soko. Inaeleza kinagaubaga stahiki haki za mkisema mwekezaji. Lakini zaidi kuna kitu kinaitwa Capital Market Tribunal. Yani kuna kama baraza la usuluhishi la masoko ya mitaji. Na ambao linasimamia pia kisheria na linafanya kazi ni kama mahakama vile, kwa sababu linaongozwa na jaji mkuu na several other stuff. Kuna jaji ambaye anakuwa on top pale. Kwa hiyo ukitokea wewe umedhulumiwa au ungesema haki yako somehow umewekeza na kama vile umesema ni magumashi, kitu kimepotea, cha kwanza unaripoti kwa DSE ambao ndio Dar es Salaam Stock Exchange, ambao ndio soko lenyewe. Usipopata msaada unaotakiwa unakwenda kwa CMSA ambao ni mamlaka inayosimamia, hiyo ni ngazi ya pili inayosimamia soko. Usipopata msaada unakwenda kwenye hiyo tribunal. Hiyo tribunal wanawavuta wote, watawakalisha chini. Ikishindikana kabisa ukasipata haki yako pale, unakwenda mahakama kuu. Unaweza kununua hisa zako leo na after 3 days zikishakuwa fulfill zinaingia kwenye akaunti yako, unaweza kuziuza pia. Kwa hiyo bila hata kusubiria mwezi mmoja unaweza kuziuza ndani ya wiki moja.